Dr. Samia oye! Dar es Salaam oye! Mheshimiwa mgombea wa nafasi ya urais kwa tiketi ya chama chetu cha Mapinduzi na viongozi wote mlioko meza kuu tukiongozwa na katibu mkuu wetu, asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Daktari Samia, nasimama mbele ya umma huu na hadhara hii kukiri kazi njema uliyoifanya kwa miaka yako minne katika jiji la Dar es Salaam haijawahi kutokea. Mlinipa nafasi ya kuwa mkuu wa mkoa na kuongoza mji huu kwa takriban miaka mitano. Nimepita kwenye viunga vya jiji la Dar es Salaam. Kwa kweli nimeona kazi kubwa njema ya kuheshimika ambayo umeifanya katika uongozi wako. Leo ninaomba wana Dar es Salaam, kwa heshima kubwa ambayo Daktari Samia ameifanya, ambayo hajaifanya tu leo akiwa rais, lakini ameendelea kuifanya hata alipokuwa makamu wa rais. Na kwenye wilaya hii ya Ilala, kakaangu Zungu ni shahidi ya kwamba hata jengo la mama na mtoto lililoko pale Amana ni kazi ya mikono ya Daktari Samia. Ninaomba sana kwa unyenyekevu mkubwa tujitokeze. Mnakumbuka wana Dar es Salaam, tulipokuwa tunafanya matibabu bure, aliyeniambia niyafanye bila kuchoka alikuwa ni Daktari Samia, kwa mapenzi makubwa aliyokuwa nayo na wananchi wa hapa Dar es Salaam. Wale wote mliopata miguu bandia, ulikuwa ni mchango wake mkubwa sana kuhakikisha kwamba hakuna hata mlemavu anayeachwa kwa sababu hana uwezo, ili apate huduma kupitia serikali yake. Mimi nina mambo mawili tu, Mheshimiwa mgombea. Napenda kujikumbusha, na kumbukumbu ndio njia sahihi ya kumfanya mtu asipotee anapokwenda. Wakati serikali yako inapiga mahesabu makubwa ya kupata faida kupitia bandari yetu ya Dar es Salaam, nchi nzima ilipiga kelele na wana mitandao waliongea vya kuongea na kukatisha tamaa, wakisema maneno mabaya ili usiamini katika ndoto uliyokuwa nayo. Lakini kwa sababu wewe ni injinia wa uchumi uliyepiga mahesabu vizuri, leo nataka niwaambie wana Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla, hasa watumiaji wazuri wa mitandao ya kijamii, wale ndugu zangu wa Twitter, mtandao wa X, Instagram pamoja na Facebook, ili tukubaliane kubishana kwa matokeo. Daktari Samia kabla hajaweka uwekezaji mkubwa wa bandari yetu ya Dar es Salaam, iko na uwezo wa kupokea mzigo tani milioni 18. Bandari ya Mpala iko na uwezo wa kupokea mzigo tani 550,000. Na bandari ya Tanga iko na uwezo wa kupokea mzigo tani 890,000. Ameangalia wapi ambako akiweka nguvu atapata matokeo ya haraka, na kufanya haya yote yaliyoelezwa na ndugu yangu Aweso na yale yanayofanywa na kakaangu Miguru, kuhakikisha kila wizara inapata pesa ili wananchi apate maendeleo. Akagundua lango la bandari ni moja ya lango muhimu la kuwekeza ili aweze kupata matokeo ya haraka. Takwimu zinaonyesha kwa uwekezaji wake ametutoa kwenye tani milioni 18 kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam kutupeleka kwenye tani milioni 27. Bandari ya Mtwara ametutoa kwenye tani 590,000 ametupeleka kwenye tani milioni 2,500,000. Bandari ya Tanga ametutoa kwenye tani 800,000 ametupeleka kwenye tani milioni 1,300,000. Sasa hizi ni hesabu. Nafikiri Profesa Mkumbo yuko hapa. Ukiwa mbishi sana kwenye maisha, jifunze hesabu. Na kama hujui hesabu, ni mara 10 ukala chips ukalala.
kwa sababu hutaweza kupiga hatua ya maendeleo yote yale. Sasa twende kwenye pesa. Tumetoka kwenye bilioni 800 kwa mwaka, Daktari Samia ametuingiza kwenye trilioni 2 kwa mwaka. Sasa nakuuliza wewe unayependa kuongea kwenye mtandao, hizi pesa zaidi ya trilioni 1.2 ulitaka Daktari Samia aziache? Tungepata wapi ya maji anayoeleza ndugu yangu Aweso? Tungepata wapi hizi barabara anazosema ndugu yangu huyu mtani wetu huyu wa kutoka Pwani? Tungepata wapi kwa ndugu yangu Ulega? Hii kazi yote ndio hesabu ya kiongozi mzuri kama Daktari Samia anayejali taifa letu. Twende ya pili, namalizia mheshimiwa. Hesabu ya pili, mzigo pale bandarini. Meli ilikuwa inakaa siku 15 imepiga nanga ndani ya bandari. Siku 15 inasubiri kwenda kupakua mzigo. Uwekezaji aliofanya na kukubali private sector kuingia, tumetoka siku 15 sasa wanakaa siku 5 ndani ya maji. Na kwa taarifa yako, meli moja ukiona imekaa baharini wanalipa kwa siku dola 40,000. Wakikaa siku 10 wanalipa dola 400,000. Lakini hiyo dola unakuja kuilipa wewe mwananchi ukienda pale Kariakoo kununua mzigo, kwa sababu mwenye meli hayuko tayari, mwenye bidhaa hayuko tayari. Naomba tuweke pembeni hiyo. Twende kwenye swala jingine la pili. Mheshimiwa Rais wetu kwa mapenzi makubwa aligundua ya kwamba taifa hili tulipitia kwenye mchakato mgumu wa kupanda mafuta bei. Kila siku bei ya mafuta inapanda. Daktari Samia sasa hivi anajenga matanki 15 yenye uwezo wa kutunza lita za mafuta 386,000. Sasa mheshimiwa mgombea wetu, leo asubuhi nimeamkia feri pale, nikaongea na wavuvi. Nikamwambia hivi, Daktari Samia asingeweka jitihada zake kuhakikisha tuna umeme wa uhakika, nyinyi mnaouza kwenye bucha samaki sisi zingeharibika? Wakasema Oktoba wanaenda kutiki. Nimetoka pale nimeenda Kariakoo, nikawauliza wafanyabiashara wa Kariakoo, nikamwambia kazi nzuri aliyofanya Daktari Samia ya kuhakikisha sasa hivi unapita mjini hakuna majenereta na amani ipo. Wakasema Oktoba wanatiki. Tumetoka hapa tumekuja Mombasa Kitunda, wanasema wanatiki. Mheshimiwa, kama kuna mtu hataenda kupiga kula, nina uhakika huyo atakuwa hayuko Tanzania. Lakini walioko Tanzania wote tarehe 29 wanaenda kupiga kula. Naomba nione mikono, naomba mikono wao na Dar es Salaam wana ilala ya kwamba tarehe 29 tuenda kutiki kwa Dr. Samia. CCM oye! Samia oye! La mwisho ni pongezi. Jana hotuba yako ya pale Kinondoni leaders ya kuambia Watanzania wajitokeze wakapige kula, hata kisoda hakitadondoka. Watanzania tuko tayari kukuchagua tarehe 29. Asante sana mheshimiwa. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV.